Uislamu inakuletea mwangaza wa dini yako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu ambaye nafuatilia Rais TV, jambo la kwanza nakwambia, kwanza kabisa, hebu kipi kinajiri hapa katika Mezo Viva unakavuna mandhari mazuri kama haya. Bila shaka hapa kuna nafasi ambapo leo mabinti aidha mabanati ambao hupatikana katika shule ya Hajati Habiba Allah muhifadhi, alhamdulillah, baada ya miaka yao minne kusoma wamehitimu na leo pia watapewa cheti. Lakini tunasema kwanza, hebu comment kidogo tu, alafu na ushare kidogo video hii, na pia subscribe kwa sababu utakuwa kwanza kabisa kupata vitu vya Rais TV. Kila fasi ya kheri, mashallah, tunasema mkono kwa mkono hadi peponi. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi 'allama al-insan ma lam ya'lam wa rafa'a alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Mpenzi wa Allah tabaraka wa taala, nianze kutoa shukrani kwa kiongozi naibu kadhi, kwa kiongozi naibu mufti, kwa kiongozi anaongoza Bujumbura Yagutse na naibu wake, kwa kiongozi mpendwa anayeongoza Bena ya Rutana, kwa kiongozi mama mpendwa anayeongoza shirika ilinilea mimi Afemibu, na mama kiongozi wa kina mama katika nyanja ya Komibu, na viongozi wenzangu wa kina mama wa Kiislamu. Itoe shukurani ya dhati kuona mmeweza kuitika hafla hii. Kwa miaka mingi karibu yangu alikuwa shemeji yangu Honorable Karinga Ramadhani, na leo nimefurahi sana kumuona mbele yangu, ikiwa ndoto kwa yale alikuwa akinishauri mara nyingi tumeweza kuyakamilisha. Allah tutilie kwenye mizani ya kheri. Wapenzi wangu, miaka tangia 1993 shirika letu la kina mama wa Kiislamu, serikali kulitambua na kupata agrema, walituteua kuwa kina mama wa kuweza kukusanya wakina mama kwa ajili ya kuwaelekeza Uislamu ni kitu gani. Nilikuwa miongoni mwa mama aliteuliwa katika kitengo cha kuifundisha dawa, na kweli kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala nikapenda sana kuona kwamba tunakusanyika na tunakubali kwamba tuachane na yale tulikuwa ndani yake, tuanze kujizongeza kwa Allah tabaraka wa taala. Sote tunajua kwamba nchi yetu haikukawia wala ndugu kugombana wenye kwa wenyewe. Wengi tulikimbia, wengi tuliacha makazi yetu, lakini mimi kule nilikwenda nilikutana Allah tabaraka wa taala ameniingiza katika nyumba wanawalea watoto wa kike na wakina mama. Mimi sikuwa mwanafunzi tu, isipokuwa nilichukua fursa ya kuweza kuiga system walionayo hawa wanawake wa Kenya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
الجميع حتى يصل المعلومة للجميع. فالحاجة ربنا يحفظها. أولا رحب بالضيوف رحب بجميع الضيوف، ثم أخبرنا أنها بدأت بالقيام بهذا المجال، مجال الدعوة، من 1993 فاختير للقيام والتعليم في مجال الدعوة. Tangu 1996 tulipojielekeza katika mji wa Kenya, tukaona na nafasi wanawalea wasichana na vikao vya kina mama. Sababu nilikuwa mtu mzima, ilitakikana na mimi niingie katika kikao cha kina mama. Lakini mimi sikuwa mwanafunzi tu, ilikuwa pamoja na kuweza kukusanya fikra, kwa sababu ni mmoja katika kina mama naipenda nchi yangu. Nategemea tu kurudi nyuma nipeleke huyu mradi. فسنة 1996 كنت في دولة كينيا، فزرت مركز من مراكز الطالبات وأنا كنت أتعلم فيها، فلم آخذ العلم فقط، بل كنت أريد آخذ الفكرة كيف الناس يقومون بالدعوة في بلدانهم حتى أنا أرجع إلى بلدي وأقوم بعملية الدعوة. Kwa alhamdulillahi rabbil alamin, Allah tabaraka wa taala akatuwezesha tukarejea nyumbani bisalam, tukaweza kuendelea kitengo cha dawa, kukusanya kina mama, kutembelea kina mama mikoani, kutafuta mbinu huku na huku ili tuweze kufaulu mama mlezi wa msichana, kwa sababu msichana wa Kiislamu anatakikana kuleleka kwa aibu au na haya katika mjitama. فالحمد لله قدر الله أن رجعنا إلى بلدنا الغالي، بلدنا الحبيب، ثم قمنا في مجال الدعوة في مختلف المحافظات، نجمع الأمهات ونعلمهم ما تعلمنا من أمور ديننا الإسلام. Sababu changamoto zilikuwa nyingi, ilichukua miaka mingi niko kwenye magoti nikimwomba Allah abariki fikra nilitoa huko, kwa sababu tayari watoto wangu hawa mnaoona juu na ndo waalimu tayari wenyewe walikuwa wameelekea Sudan kuweza kuendeleza masomo. Nikikaa nafikiria hawa watakapokuwa wamemaliza hii Afrika University Sudan itawaweka wapi? Allah fungua milango, tusiweke elimu ndani ya vifua, isipokuwa tuizagaze katika jamii yetu, na hilo ndilo nalo siku ya leo. Allahu Akbar. فأنا كنت عندي هم، كان في قلبي هم كيف ممكن أنفذ هذه الفكرة، كيف ممكن أنفذ هذه الأفكار التي جمعتها في معهد نيروبي. فالله سبحانه وتعالى قدر أن يكون فيه من ضمن بناتنا من تعلمنا وسافرنا إلى بلد السودان ثم رجعنا. لكن خلال وجودهم في السودان كنت أفكر ماذا سأفعل، كيف سأحقق أهدافي، كيف سأصل إلى أهدافي. لكن الله سبحانه وتعالى قدر لي أن فتح هذا المركز مع وجود المعلمين المتخرجين من بلد السودان. Kwa hivyo wakiwa bado wanaendelea wanasoma, roho yangu ikiwa na huzuni watakaporudi vipi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akanikadiria mtihani. Mzazi mwenzangu, baba wa watoto wangu, akawa ameitika wito 2010. Nikaendelea kuingia ndani ya huzuni, nafikiria sasa yule tulikuwa tunaikaa naye tunawalizana, tunajifikiria sasa leo ametoka, mimi peke yangu hii fikra nitaweza kuibeba. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio mwenye anafanya kila kitu, aliweza kunionyesha sasa watafute wenye watakaa karibu na wewe. Nikaijenga hii markaz kwa hali ngumu sana, lakini nilipomaliza natizama mjengo nasema sasa itakuwa vipi. Nikawaita
hawa watoto wangu tukaikaa pamoja, wakasema usijali mama, ita wanafunzi, Allah subhanahu wa ta'ala atafungua milango, na hili ndilo lilifanyika. takbir. فأنا كنت مهمومة خاصة سنة 2010 بعد أن توفى الزوج الذي كان نجلس معه ونجمع الأفكار، لكن الله سبحانه وتعالى لم يتركني هملا، بل جاب إلي بعض الناس وشاورت معهم حتى وصلنا إلى يومنا هذا وبنينا المركز. فالمبنى جاهز، لكن أين المعلمين وماذا سيعلم فيها؟ فجاء بناتي وأولادي من خريجين السودان وقالوا لا تخف ولا تحزن، سيمر وسنمشي، واليوم سنحصل على الحصاد كما قالوا لي. Wageni wangu warifiwa wapendwa, ilitokea kama muujiza. Benaya Ritana amekuja Shiali akasema, wala mama usiwe na huzuni, acha mimi nikamatilie hawa watoto, na kwenda mwakamatilia mpaka hii miaka 4 imekwisha. Takbir. Kwa hivyo shukrani kubwa sana nizitoe kwa mzee. Allah muhifadhi, amhifadhie familia na wale wote walichangia kuweza kuiendesha hii markazi. Japokuwa changamoto ni nyingi na wengi walionyesha upendo na mshikamano katika markazi hii. رغم المشاكل ورغم الهم، فالله سبحانه وتعالى فتح لي الباب، فجاء مدير مؤسسة بنا وقال يا حاجة لا تخف ولا تحزن، فأنا سأقف معك حتى تصل إلى الهدف. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظه لنا وللمسلمين، وكذلك كل من ساهم وساعد في استمرار هذا الأمر. Kwa hivyo lengo langu na hamu nilikuwa nayo, natamani yote Allah subhanahu wa ta'ala akaisikia dua. Mpaka sasa wao watoto mnawaona ni kwamba nimechukua mikoa karibu yote, ni mikoa karibu 7 wanasoma. Isitoshe wamo watoto kutoka